onyesho lililopita katika Panguso. Mimi ndiye niliyemwokota mtoto wako ambaye wewe na kaka yako Kuka mlimuua baba yake na kisha mkamdhulumu mali zake. Mimi nahitaji msaada wenu. Naomba msaada wenu, mimi niko peke yangu na siwezi kufanya chochote. Anaitwa Kukanza Lutayuga. Ni mhandisi mzuri tu na ameshanipangia nyumba Mikocheni. Halafu babake Jennifer na Sikitu unadhani atakuwa na issue gani? Hata mimi nahisi kutakuwa kuna kitu. Ni mjamzito? Una mimba yangu? Mungu huyu. Kuanzia leo you are not my son. Nikifa usinizike, ukifa sitakuzika and I will not kill. Na kwa advertise ambayo tumemuonyesha mama yako leo, ninaamini atapeleka salama. Tumekuja na Panguso baba, tumekuja na Panguso. Tumekuja na Panguso baba, tumekuja na Panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tunapangusa ujinga, tunapangusa maradhi. Mama Panguso, haya twende Panguso. Mama Panguso, mai. Baba mweba mwana wao. Baba mweba mwana wao. Mai. Bigi Jembe. Nilikukataza kuambatana na mama yangu. Lakini naona sasa hivi ndio umeona uwe unakuja mpaka nyumbani. Unajiachia kabisa. Mimi sikuja kwa nia mbaya kabisa. Yaani sina nani yote mbaya. Lakini kama nitakuwa nimekukwaza blaza, basi ninaomba tu nisamehe. Mama K, wewe ndio umemwalika huyu kibonge hapa nyumbani? Unajua, nimechoka kukupiga. Kila nikikukuta na kupiga na kufanya nini, nimechoka. Japo uwezo wa kuendelea kufanya hivyo ninao. Leo nataka tufanye makubaliano fulani. Kiweza hayo itakuwa vizuri zaidi kwako. Natamani urekodi video. Halafu useme maneno yafuatayo. Kwamba mafupi tu. Mimi Bigi Jembe leo nikiwa na akili zangu timamu. Mimi si mzaliwa wala mkazi tena wa Yakuza. Bali mimi ni Vegas original. Nitailinda na niko tayari kufa kwa ajili ya Vegas. Halafu hiyo video nataka uitume wewe mwenyewe kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, Twitter, Imo, kila mtandao, ili watu waone, halafu wasikie kile ulichokisema, ule ukiri wako. Baada ya hapo utakuwa umebakiza kipengele kidogo tu, kidogo, ambacho kitakuwa ni wewe sasa kuleta barua ya posa ili umuoe huyo mama. Na ukishaleta hiyo barua, mimi nitakupangia mahari. Nadhani utakuwa umenielewa vizuri. Nimekuelewa. Lakini sasa hiyo posa nitamkabidhi nani?
Utaileta kwangu, mimi nitamwakilisha babu yangu, na hii ni fair tu naifanya kwako. Ishi, kaa, tembea ukijua hii ni fair. Leo nilipanga nikukate kichwa. Kwa hiyo nategemea wiki hii haitaisha utakuwa umeleta hiyo barua ya posa, nitakupangia mahali uitoe, ufunge ndoa. Vinginevyo nitakaa kwenye hisia zangu mbaya ili kumkabili mpenzi wa mama yangu. Dada, kwanza nikupe pole kwa yote ambayo umekutana nayo leo, lakini mimi nafikiri hapa, ili haya mambo yatulie, ni lazima tumwite Jimmy, kisha tumpe ile nyumba ya Jennifer. Alafu kwa kuwa huyu ni mvuta bange, ni lazima tumpe kama kamilioni 10 hivi. Mimi naamini atatulia tu, lakini wakati tunafanya haya yote ni lazima tumshirikishe mwanasheria kwamba huo ndo urithi wake. Mimi nafikiri baada ya hapo tutakuwa tumemmaliza kabisa yule kijana. Au profesa anasemaje? Wazo zuri. Wazo zuri, lakini mimi ninachokihitaji hapa ni kuwa namna gani tunaweza tukaliangamiza lile kundi. Okay. Lile gengi la Jimmy, namna gani tunaweza tukaliangamiza? Unajua unatusumbua sana. Na ninachokifikiri ni kuwapa tu kesi ya kichwa, waende kichwa cha mtu aende kauzia jela huko. Ili waje kutusumbua. Mimi nafahamu yule mwanao dada Jimmy yule hawezi kufanya chochote peke yake. Ni wale wenda wazimu wenzake ndio wanaompa kichwa. Kwa tukiwadhibiti wale tukawapa kesi ya mauaji wakaenda kuuzia jela, nafikiri tutakuwa tumemaliza mchezo. Tutaishi kwa amani kabisa. Mimi nakubaliana kabisa na wewe profesa. Unajua kuna yule kijana yule anatoaga mimacho hivi akiongea kama sio anataka kufanya kitu gani. Kukanza utakuwa unamkumbuka bwana. Alikukaba sio hospitali sio. Tena nimekutana naye ananiambiaje? Mwambie anko Kukanza kwamba mwaka huu mtakunya cheche mtajamba moto. Nikamwangalia, wewe wakutuambia sisi hivyo. Kuna watu wanatutania kweli kweli. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Lakini sasa niko nauliza hivi, nani babako atakubali kweli wakati niolewe wakati yeye ipo hai? Sifanyi hivi kwa sababu nataka wewe uolewe au napenda au nataka kusherekea au nataka kushangweka kwenye harusi za namna hii. Nafanya hivi ili kukutenga wewe na baba yangu. Kakarachi. Samani mwanangu, lakini sio kwa ubaya. Nilikuwa nauliza huyu atakapokuwa amehama Yakuza, sasa tutaenda kuishi wapi wakati baba yako hapa amesema kwamba mimi nikijifungua niondoke hapa, hataki nikae nyumbani kwake? Kuhusu mzee Amos Mwakajumba, hilo niachie mimi. Wewe na huyu bwana mtaishi hapa kwa maisha yenu yote, na watakia utekelezaji wenu. Mimi nafikiri tufuate ushauri wa profesa, pamoja na sisi wengine tukijitahidi kurudisha mahusiano mazuri na Jimmy, lakini ni lazima tumrostishe yule kijana ambaye anampa nguvu. Au mnasemaje? Yeah. Okay. Basi mimi nafikiri tusipoteze muda. Nafikiri wote mnajua kwamba kesho ndio siku ambayo watoto wanavalishana pete. Kwa hiyo mimi nafikiri tungetawanyika, tungeenda kujiandaa. Nzuri.
Sasa ndio yani ndio napumua. Ili kama nimekandamizwa hivi muda wote. Umefurahi hapa. Sasa ndio nishakabidhiwa sasa, ndio unajua ile kwamba kila kitu yani imekuwa minyota, ndio mimi sasa. Hata utaona mtu wewe. Sasa wewe kashanikubali. Kubali sababu utakayo kubadilika. Kila shetani na mbuyu wake mama. Mama Sonjo. Basi. Sio taratibu. Nipende mama nikupende, mimi na wewe mpaka kufa. Wewe ni nani? Na inakuwaje unaingia ofisini kwangu bila ruhusa yangu? Tena ukiwa na silaha mkononi. Mlinzi, security! Kaka Jimmy. Kwa nini uko hapa? Huyu ni kaka yako? Jennifer. Ofisi hii unayokaa wewe, hapo kwenye hicho kiti ndipo alipokuwa anakaa marehemu baba yangu mzazi. Hapa namzungumzia Engineer Songoro Mtete, ambapo baba yako wewe ambaye ni Kukanza Rutayuga aka Uncle Kuka akishirikiana na dada yake ambaye ni mama yangu mimi pamoja na yule Profesa Uchwara, Profesa Mpumbavu, namzungumzia Profesa Rutazingwa, walimuua baba yangu kwa ajili ya hizi mali pamoja na majumba, ambapo mrithi halali ni mimi hapa. Alafu sikiliza wewe bwana mdogo, kumhusisha baba yangu kwenye upuuzi wako sitoweza kuvumilia. Kimya, kimya. Usiwi kuinterrupt sentences za wanaume. Kakarachi. Hilo ni kosa kisheria. Vizuri sana. Nilikuwa sijajua kumbe wewe ni mtoto wa adui yangu, mtu ambaye alikuwa ni kibaraka tu wa baba yangu. Sikia, mali zote unazomwona yuko nazo baba yako ni mali za baba yangu mimi. Yes, ni mali za baba yangu mimi. Sasa nakutuma wewe pamoja na dada Jennifer, nendeni mkawaambie baba zenu, kawaambieni baba zenu kwamba waliyemchokoza kaja na anataka mali zake zote, ili wao wakafungwe gerezani kwa amani. Baby, are you okay? Yes, I'm fine, baby. Sema tu. Ningetaka sana kujua jamaa wawili. Yaani ningetaka kujua sana kiundani hii story. Sielewi chochote naona. Yeah. Uko sawa. Inabidi tujipe muda kidogo kwenda kuzungumza na wazazi wetu. Kwa sababu to be honest, sielewi. Yaani kuna vitu sielewi. Sasa hii baby. Sasa hii tutafute namna tukae na wazee tueleze kila kitu. Tukaangalia nje sana. Mai sema nini? Bwana, mchezo wa leo sio poa hata kidogo. Yaani umeichovyeka ukaizatika ukailoweka. Afu kuna siku unajua unakuwa na mudi nzuri, kuna siku unakuwa na mudi mbaya. Sema kuna kitu cha msingi unajua.
haya mahusiano yetu hakikisha yanakuwa siri, hatakiwi Big Jembe kujua hata kidogo. Lakini pia ukiacha hilo, yani bora niendelee kushare na Big Jembe kuliko Ngoda. Ngoda mimi mwanangu sana, kwa nataka siku pale kiwake kisa mapenzi, au nakuaje? Haina shida, mimi kuachana na Ngoda wala hamna tatizo. Tatizo wewe umezidi ubahili. Mwenzio Ngoda nikitoka naye ananitoa 50, yaani amefeli sana 40. Lakini wewe, hii ndo nguvu ya buku tatu kweli? Sikiliza Maimuna, mapenzi sio pesa. Love don't cost anything my love. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Alafu mwenyewe unaona ukija kwangu mimi kuna mapenzi yale ya hatari. Yule mtu na kitambi chake mtapelekana wapi wewe? Sikiliza, kuhusu mchakato wa Bugana nini, mimi nitarekebisha, mwenye sitaki uniache. Sawa, nimekuelewa, ila acha ubaili. Mimi ngoje nimwahi bibi. Maana isije nikafika kama amerudi nikashindwa hata kuja tena kukupa raha. Sasa nisikilize basi. Sikia basi Maimuna, hapo na haraka. Kesho kama yule Kolo atatoka, usiache kuja kunipigisha yowe lisilo na sababu. Unapenda vya bure, ongeza kiwango. Bye. So poa, unajua kuna watoto wengine waliumbwa vizuri kweli, mtoto ana kiuno kama kichuguu. Akibinuka na binuka naye bwana. Sema baridi. Suzi. Baby. Watu wako ni hatari wale. Nini jamani? Hawajaumiza. Asante boss. Ya, poleni sana sasa. My way. Asante sana bosi. Lakini bosi, mimi nina uhakika kabisa ili tukio litakuwa limepangwa na yule Tuntufie. Wale hawawezi kupata lamani ya kuja kirahisi hivyo. Watu wanaweza kunyosha kidole. Upokaa na wewe. Ndio kwa mwisho. Kwa nini? Chokwambia tena haikupendeza. Bosi. Kwa hiyo sana. Nasikitika sana kwa tukio ambalo limetokea. Na kwa sababu ya tukio hili, kesho itakuwa ni siku ya mapumziko. Kwa hiyo naambia wenzenu wote kwamba kesho ni siku ya mapumziko na utafika asubuhi mapema tukutane kama kawaida. Mbio na usijifiche. Hakutakuwa na kuchelewa mimi kuvalishwa pete. Pamoja na shangazi na Kazengo wameshirikiana kumuua Injinia Kangolo Mteuke ili mlisi mali. Mbona mnapata? Ile ukweli mimi na kutosheleza kumwongo Mungu mimi. Mbona vimekuja Shangazi? Kwenye miko. Swali nataka ajibu baba. Na wewe? Daddy please. Jennifer, my daughter, hizi habari sio za kweli. Shemeji yangu alifariki kwa kuugua tumbo. Mimi na profesa tulikuwa ni wasaidizi wake tu kwenye kampuni yake. Hivyo alitupa sema mali zake kwa hiari yake mwenyewe. Hata dada analijua hilo. Sawa sawa. Imewezekanaje? Imewezekanaje? Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa.
tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Yaani nyinyi mpewe mali zaidi, alafu mtoto wake asipate kitu? Shangazi, yaani hata wewe unashiriki kumdhulumu mwanao wa kumzaa mwenyewe tumboni miezi 9, unamdhulumu mali? What kind of woman? Yaani miaka yote hiyo nimeishi gizani, nikiwa sijui lolote lile. Nimeishi nikiamini kwamba eti baba yangu na rafiki yake wamewekeza mali ili watoto wao waje kuishi vizuri. Kumbe ni mali za marehemu na mrithi halali yupo baba. Listen to me. Sherehe haitakuwa. Oh, mpaka mumuite Jimmy hapa, Profesa, pamoja na nini wote, tujadili na mpangue hoja zake mbele yangu. Usiku mwema. Usiniangalie, mmeona? Nijibuni nyinyi wawili, mmeona? Mlichokitafuta mmekiona sasa eh? Mmeona mlivyofanya sasa eh? Mimi ndo nachanganyikiwa zaidi yenu nyinyi. Nitawaambiaje marafiki zangu ambao nimewaalika kutoka pande zote za dunia? So what? Kaa kimya. Baba Jennifer, kaa kimya. Nitawajibu nini? Kwamba harusi imevunjika? Kwamba Jennifer hataki? Nitawaambia nini? Mmefurahi sasa? Baba, hivi ni kweli wewe ni muuaji? Unaongea nini? Unamaanisha nini? Mbona sikuelewi? Baba, naomba unisaidie kunielezea kiundani zaidi kuhusiana na kifo cha Engineer Songoro Mtei, na pia kuhusiana na mali zake, bank accounts, ofisi ile, magari, hata nyumba hii pia. La sivyo sitomvisha pete Jennifer na hautakuwa na la kunifanya. Na kusikiliza. Unajua Evans, wewe ni mwanangu yeah? Na kiukweli hasa mimi Profesa Rutazingwa lazima nihakikishe kwamba wewe unakwenda sawa katika mistari iliyonyoka, lakini hii swala ni geni sana. Hadithi hii umeipata wapi Evans? Ni nani hasa? Na amejitahidi kutunga visa vya kusisimua. Nisikize wifi yangu. Yaani hichi ni kitu kidogo. Tuna kiasi cha kukaa tuna huyu binti kuzungumza naye vizuri, na naamini kila kitu kesho kitakuwa salama. Ni hasira tu. Yes. Mungu wangu, sikindani kamwambia habari. Sisi habari mtoto. Dada, lazima tufanye kitu kabla mwanao hajatuharibia maisha. Kwa hiyo aidha tumkarimu kwa kumpa anachokitaka au tumalizane naye kiuni. Vinginevyo ishaanza kuiona jela. Kesho mtaenda kuongea naye. Tutaenda kuongea naye na nitahakikisha najishusha kabisa paka chini, na naamini kila kitu kitaenda salama. Hakuna cha kwenda sawa. Nini lakini? Nini? Wifi, naomba niache niseme. Naomba usinizuie. Wifi, huu sio wakati wa kulaumiana. Kwa nini siongee? Kwa nini siongee? Sijawaambia nyinyi? Sasa si mnatulaumu kwa vitu. Na walaumu kwa sababu ya ujinga wenu. Mimi nilishasema kabla ya haya. Nilishawaambia. Leo kiko wapi? Kiko wapi na wauliza? Sasa nyinyi wawili mtavuna mlichokipanda. Umenielewa sana? Mimi nakwambia hivi wifi yangu. Mimi nitaenda kuongea naye. Hakuna kitu kinachonishindaga hata siku moja. And I promise you my way. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na
twapangusa dhuluma, twapangusa udangaji pamoja na ngono zembe. Tunapangusa madawa ya kulevya. Aiwe baba we baba, ai mama we mama, ai kaka we kaka, ai dada we dada. Haya twende panguso, mama panguso. Haya twende panguso, mama panguso. Ae mai, oh, baba mweba mwana wao, baba mweba mwana wao. Ai